Maisha ya Askofu Josephat Gwajima sasa yamo hatarini. Rais Samia Suluhu anamwendea kinyama, anataka kumteka kupitia machao wake akina Mafuele. Ni taarifa ambayo imetikisa medani ya siasa nchini Tanzania, nchi ambayo tunajua katika miaka michache iliyopita imesheheni sana katika utekaji na mauaji. Kutokana na tetesi za wale ambao wameshikwa na kutekwa na pengine kunusurika kifo, wameelezea jinsi viongozi hao ama niseme hao machao wake Samia wanavyofanya unyama kwa kuwateka wale ambao wanaonekana kwenda kinyume na serikali ya Samia Suluhu. Kuna dada hapa ambaye anaitwa Rachel Dangwa, ingawaje wengine wanamuona ni kama mtu ana kichaa, lakini ana ujumbe. Ningependa tuweze kusikiliza ujumbe huu. Naomba Gwajima hapo ulipo uondoke, hapo ulipo uondoke. Watekaji wamekuja kina Mafele. Yesu manye. Wewe Mafele, hivi wewe Kikwete leo unakiri kwani timamu? Wewe George Bagemu mnakiri timamu? Jamani, mwambieni Gwajima atoke hapo alipo, anakuja kuchukuliwa. Anakuja kutekwa Gwajima. Mwambieni Gwajima toke. Mwambieni Gwajima toke sasa hivi hapo alipo. Anakuja kutekwa na kina Mafele. Mafele kuja kumteka. Kikwete akasema nataka kichwa cha Gwajima, ili ajue kwamba kufikiria mbali katika yeye na nani anaweza kufikiria mbali. Jamani, wako njiani ndio kwa Gwajima. Naombeni hii video isambae. Naombeni mtagi Gwajima. Watu wa Gwajima jamani, fikisheni Gwajima ujumbe. Mfikisheni Gwajima ujumbe. Anaenda kutekwa na Mafele na kina George Bagemu, wakina Sumai, wakina nani Paul Makonda na wengine wote jamani. Naombeni hii video itembee sasa hivi, asanteni. Dada Recho amepitisha ujumbe. Wanasema kwamba messenger usiue msemaji. Yeye ana ujumbe anataka kupitisha. Na ndio ujumbe amepitisha. Anasema kwamba wale ambao wamo karibu na Askofu Josephat Gwajima waweze kumshauri tafadhali ajikinge, manake anaendewa na atendewa kinyama. Katika serikali ya Samia Suluhu hakuna yeyote ambaye anaweza mpinga hadharani na abaki kuwa hai. Hakuna anayeweza kumpinga aongee mambo ambaye yanakinzana na serikali yake kisha bado aendelee kuishi katika hali salama. Wengi tumemwona Sativa jinsi alivyofanyiwa, nakatekwa, kapigwa risasi ya kichwa kisha kaachwa kwenye mbuga za wanyama. Ilikuwa ni kimungumungu tu alipatikana akiwa hai. Tumemwona kesi ambayo kidogo inatuumiza wa Tanzania wakati tunakumbuka ni kesi yake ndugu Polepole Humphrey. Polepole alikuwa mtu wa CCM, lakini akafika mahali akapiga about turn, akaruka story, akaanza kumvamia Samia Suluhu na akaanza kuibua baadhi ya siri ambazo serikali hiyo ya Samia ilikuwa inaficha sana. Akaanza kusema mambo mengi kuhusiana kifo cha John Magufuli na kwamba aliuliwa. Akazungumza mambo mengi kisha hadi akatabiri. Ukumbuka alitekwa na hakuwa ionekana hata kabla uchaguzi mkuu ufike, ambao ulikuwa na maneno mengi, ambao ulijaa maovu na mauaji. Alisema kwamba kutakuwa na mauaji na kisha kutakuwa na maridhiano, na hiyo script tu ndio imefuatiliwa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Humphrey Polepole alikuwa anajua mengi, ndio maana wakaamua kumnyamazisha. Ni taarifa ambayo tukikumbuka inatudhuru sisi kama Watanzania, na kesi hii ya Gwajima huenda ikaenda vifyo hivyo. Manake nakumbuka Gwajima mwenyewe alisema kwamba kuna wakati ambapo alijaribu sana kuzungumza na kanisa lake, akiwaambia kuhusu ubaya na uovu wa serikali hii ya Samia Suluhu. Lakini kisha baadaye akaanza kufuatiliwa unyama na hao mawakala wake Rais Samia Suluhu. Japo yeye anasema hadi kuna wakati baba yake ambaye alimzaa alimwambia, mwanangu, chunga sana, utauliwa, utashikwa. Kisha akasema, mimi nishikwe na nani? Mimi Mwenyezi Mungu amenilinda na hawatonipata. Kumbuka, kwa watu ambao kidogo wamemsinya Samia Suluhu ni Askofu Josephat Gwajima. Ndio maana Samia Suluhu aliamua kwamba afunge makanisa yake yote, Ufufuo na Uzima nchini Tanzania, kwa lengo kwamba
huyu askofu alikuwa anaharibu kura, na unajua kanisa ile dini lina watu wengi sana. Kwa hiyo Samia alikuwa ameogopa kwamba wale watu wakigeuzwa kutokana na yale mazungumzo yake Askofu Gwajima, basi ingekuwa shida sana katika uchaguzi uliofanyika. Ndiposa makanisa yale yalifungwa kuelekea uchaguzi, na baadaye yakaja kufunguliwa. Ngawaje mali iliharibiwa, maspika zilizokuwa pale na instruments zote ukapata kwamba zilikuwa zimeibwa. Kwa hivyo ni swala zima linaonyesha kwamba Samia Suluhu na serikali yake wamemsaka sana, wamemtafuta sana huyu Askofu Gwajima, japo hawajai mpata hadi wa leo. Kwa hiyo ndo maana huyu dada Rachel Dangu anazungumza akisema kwamba Askofu Gwajima mahali alipo aweze kujificha, aweze kuingia kichakani, mafichoni. Na maneno haya kumbuka pia yamezungumzwa na Askofu Mwanamapinduzi. Askofu Mwanamapinduzi, ningecheza video yake hapa lakini kwa sababu ya copyright issues siwezi icheza. Naye anazungumza kuhusu jinsi akina Mafwele au mawakala wake Samia Suluhu wanavyomfuata kinyama, wanataka kumdhuru Gwajima, wanataka kumteka. Na kwa kawaida nchini Tanzania unajua ukitekwa kuna options 3. Kuna majawabu 3. Ya kwanza utauliwa, ya pili utapigwa vizuri, na ya 3 utaenda kabisa. Ya pili utapigwa na uachiliwe ukiwa na majeraha. Ya kwanza utauliwa. Kwa hivyo ni matatu: uuliwe, upigwe kisha uachiliwe, ama uende ukipoteaga kabisa, jinsi Humphrey Polepole walivyompoteza asijulikane aliko, hadi familia yake ililia mtandaoni kaomba Samia msamaha kwa muda tu, lakini yake ama lake limesha sahaulika. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo yametokea. Na nchini Tanzania unajua hata kabla ya uchaguzi mkuu wengi wameshikwa. Juzi kuna kijana ambaye ni wa chuo kikuu, alipatikana mwili wake ukiwa umening'inia pale ndani ya maji, umeelea majini, mwili ambao hauna kichwa, kuonyesha kwamba kulikuwa na makuruhu, unyama aliotendewa kinyama yule kijana. Yani kwa hii serikali ya Samia Suluhu, ukizungumza tu, ukienda kinyume na serikali hii ya Samia Suluhu, unauliwa ama unapotezwa. Ndiposa jana wakati rais wa nchi ya Kenya alipotembelea Tanzania, tulimsikia huyu mama bila aibu anamwambia kwamba unajua hawa kizazi cha Gen Z wanajiona kujua mambo yote. Wanajiita wana demokrasia, wanakuja nchini Kenya wanachoma, wanakuja Tanzania, wanaenda mataifa ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo akamwambia William Ruto eti ukiwaona wale wapige mikwaju, na nikiwakija hapa pia nitawapiga mikwaju. Na tunajua hakika kwamba Samia akisema mikwaju amaanishi mikwaju hiyo mijeledi ama wapewe adhabu, inamaanisha kupigwa risasi. Kwa hiyo anataka rais wa nchi ya Kenya William Ruto achukue angalie benchmark jinsi alivyoua wa Tanzania mwaka jana Oktoba 29, naye aje kuua wa Kenya. Haelewi kwamba nchini Kenya demokrasia huko imekomaa. Na vile vile kuna jambo ambalo limeudhi watu kutokana na huyu Samia. Kwake anasema kwamba demokrasia si kitu, kwamba demokrasia ni jina tu la kimombo ambalo lililetwa na wazungu ama watu kutoka mataifa ya kigeni, kwamba sisi wa Afrika tuna itikadi zetu, mila na desturi ambazo lazima zitendana na ile demokrasia. Kwa hiyo inaonyesha mtu ambaye hana imani kabisa katika demokrasia. Na nchi ya Kenya unajua ni nchi ambayo imekomaa kidemokrasia. Ndio maana unaona nchini Kenya ngawaje kuna upinzani mkali kwa serikali, lakini haujamsikia mtu mmoja ameshikwa. Hujamsikia tu ameshika mtu fulani. Lakini ukija nchini Tanzania, Tundu Lissu bado yumo gerezani hata baada ya uchaguzi. Yapata sasa mwezi moja na miezi, yani mwaka moja na miezi baada yako pale jela. Inaonyesha kwamba nchini Kenya huwezi linganisha na Tanzania ambako ni nchi ambayo unaua mtu na hakuna mtu unafanyiwa, lakini nchini Kenya ni tofauti na hilo. Ndio maana uniona katika maandamano ya mwaka 2024 wakati vijana wa Gen Z walikuwa wanaandamana, zaidi ya watu 50 waliuliwa, lakini ikawa jambo kubwa. Wakenya wakalalama, taasisi mbalimbali zikatoa ujumbe, ilikuwa ni kesi kubwa. Lakini nchini Tanzania wameua watu zaidi ya 500.
zaidi ya 1000, lakini bado hakuna jambo lolote limefanyika. Anyway, sijui una maoni gani? Niandikie maoni hapo chini kuhusiana na maisha ya Askofu Gwajima kuwa hatarini. Nitakuwa najadiliana nawe na nitajibu ujumbe zote. Vile vile kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu, gonga alama ya kengele ndipo uweze kupokea taarifa zetu pindi tu tunapozileta hewani.